Ukiendelea na taarifa zaidi ni kuwa huku nchi ikizidi kukabiliana na virusi vya korona, sasa serikali ya kaunti ya Nakuru kupitia gavana wa kaunti hiyo Lee Kinyanjui imewapa idhini wanabiashara wa vinyozi kuendeleza biashara zao na kuzingatia usafi na utumizi wa barakoa na vyeuzi. Mwanahabari wetu Chichi Josephine na taarifa hiyo kwa kina. Gavana wa kaunti ya Nakuru Lee Kinyanjui ametoa mwongozo kwa wanabiashara hususan biashara za saluni na kinyozi kuendeleza biashara zao ili mradi kufuata maagizo yanayofaa ya utumizi wa vyeuzi na kuvalia barakoa na glavu ili kupunguza maambukizi ya virusi vya corona. We will ensure that we also give them the necessary gear to protect themselves so that they can also earn a living. And this is also informed by the fact that we also need to mitigate the economic effect of the COVID on the populations. Kwa upande wa wanabiashara walioonyesha tabasamu kutokana na ujumbe huo, wakidokeza kuwa wanafanya kila jitihada ikiwemo utumizi wa barakoa na vyeuzi, hali ambayo itapunguza maambukizi ya virusi vya corona. Tunashukuru county government sababu ya kutupea ruhusa turudi kazini. Na pia tunashukuru sababu ya extra measures zenye wamesema to take. For sure ni measures ni workable kwa environment yetu na zinasaidia pia ile confidence ya clients. So nashukuru sana county government kwa kubali turudi kazini. For instance kama saizi zile measures zenye wamesema kwanza to take kutoka kwa Ministry of Health tuna take. Customer wakikuja wanaosha mikono hapo nje na wakiingia bado on top of kuosha mikono tunawasanitize mikono, tunawasanitizea their phones sababu ndizo vitu zenye wanatumia sana na maybe car keys and those things. Hizo ndizo measures zenye hao wamesema to take. On top of that tumereduce number ya viti. Tunakuwa na workstation 6 hapa. Saizi we are working with 4 plus wakati kama for example wakati wakasi wetu wenye hawana customers tunawaambia wakae nje instead ya watu kukaa ndani. So ndani tu ni wale watu wenye wako na wateja ndio wanaingia. Kwa upande mwingine, gavana akidokeza kuwa serikali ya kaunti ya Nakuru imeweka mikakati ya kutoa msaada wa chakula na maji kwa jamii maskini katika kaunti ya Nakuru. We are already doing a survey using our administration network from the chief all the way up. And the reason we want to do this is that there are certain groups that have a higher degree of vulnerability than others. For example, persons who rely on wages and are currently out of work and have to pay rent. That is a category we consider most vulnerable. The support may vary from a slum area to a rural area, where mainly it would be about ensuring that the community water points are well paid. We have supported about over 10 community water projects that had stalled. And by the time when this situation came, we were telling people to wash their hands and they're saying, where is the water? So we continue to provide water in some of these places and also to supplement access to water by the communities. Nikiarifia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Nakuru, jina langu ni Chichi Josephine. Na kwingineko